mbele yenu ni mwanamke ambaye ni mjasiriamali, mtetezi wa haki za wanawake na mwandaaji wa makongamano ya wanawake na tuzo mbalimbali zinazowahusu wanawake kanda ya Ziwa na kanda ya Kati. Dida tukimwongelea kama mwanamke mjasiriamali, lakini kama mwanamke ambaye yeye amekuwa akiongelea sana ama kupigania sana ukombozi wa mwanamke kifikra, kiuchumi na kiafya. Ndipo alianza kuja na idea ya kongamano la Women Roundtable Tanzania. Kongamano la Women Roundtable Tanzania ni kongamano ambalo linawakutanisha wanawake kutoka kada mbalimbali kwenye meza duara yenye mlengo wa kuzungumza masuala kadha wa kadha yanayohusu wao, yanayoathiri jamii na yanayoathiri wao kama wao. Kwa hiyo kwenye meza ile duara wanawake wamekuwa wakijadili masuala mengi ikiwemo afya, masuala ya uchumi, kujikwamua kiuchumi, lakini kwenye mijadala ya kujikwamua kiuchumi likaja swala kwamba tutapimaje matokeo ya wanawake ambao wamekuwa wakiweza kujikwamua kiuchumi. Wazo likaja kwamba ili tupime matokeo na kuona kwamba yale makongamano na elimu wanayopewa inaleta tija katika maisha yao, basi tuandae tuzo kwa wanawake ambao wanakuwa wanafanya vizuri katika sekta 16 ikiwemo elimu, afya, upishi na kilimo na ufugaji. Jinsi gani wanawake wanatumia uwepo wa Ziwa Victoria kwa hasa kwa kanda ya Ziwa, kuna uchumi wa Ziwa Victoria, wanawake wanatumiaje fursa ambazo zipo ndani yao. Tukaja na idea ya tuzo za mwanamke kinara. Kwa hiyo Dida huyu ni mratibu wa tuzo za mwanamke kinara ambazo zinafanyika kwa mikoa 8 ya kanda ya Ziwa, ikiwemo mikoa 2 ya kanda ya Ziwa Magharibi kwa maana ya Kigoma pamoja na Tabora, na mikoa 5 ya kanda ya Kati. Lengo ni lile, kuendelea kuwafurahia, kuwapigia makofi na kuhamasisha wanawake kuweza kuchukua hatamu na kuluka vile vikwazo na changamoto ambazo wamekuwa wakikutana nazo katika maisha ya kila siku katika kutimiza ndoto zao. Yes, kama tunavyojua, mimi nimetokea kwenye utetezi wa haki za wanawake na watoto wa kike, ambayo ndio ilikuwa ajira yangu ya kwanza, kwa sababu nilianza kuajiriwa kabla ya kutoka kuja kwenye kujiajiri kwenye ubunifu na ushonaji wa mavazi. Lakini passion yangu haswa ni kuona mafanikio ya wanawake na watoto wa kike. Kwa hiyo sikusahau passion yangu, yani kile kitu ambacho nikikifanya kwa moyo wangu ninafurahia sana. Na kitu chenyewe ni kuhakikisha nagusa na kubadili maisha ya wanawake wenzangu kwa mimi kwa mfano. Kwa hiyo kilichonisukuma haswa ni kutaka kuona mabadiliko chanya katika jamii, kutaka kuona mafanikio na maendeleo ya wanawake. Hapo sasa nikaona kuna kila sababu ya kuendeleza vuguvugu la kuamsha joto lililo ndani ya wanawake, waweze kujua wanaweza kufanikiwa, wanaweza kutimiza ndoto zao, wanaweza kuchangia pato la familia na pato la jamii kwa ujumla, na wao hatimaye tukawaona kama vinara. Na tukisema kinara ni yule mwanamke ambaye licha ya changamoto, licha ya kusukwasukwa, licha ya kupitishwa kwenye moto mkali, lakini alisema mimi nitasimamia ndoto yangu, na hakika huyu mwanamke atachomoza kama nyota. Kwenye nyota ukiwa angani ukawa unaziangalia, utaangalia nyota nyingi, lakini lazima jicho lako litavutwa na nyota moja. Huyu ndiye kinara ambaye mimi amenivutia kufanya hili ambalo ninalifanya. Unajua, kwenye maandalizi ya haya matukio ambayo haswa yanawahusu wanawake, sio rahisi sana kama watu wanavyoweza kuona, kwa sababu wanawake nao tuna changamoto zetu. Lakini kuna jambo moja liliwahi kutokea wakati tunaanza maandalizi ya tuzo za mwanamke kinara, na ikatupa funzo kubwa sana la kufanya vitu kwa weledi, kuweka documentation na kila kitu. Wakati tunatoa tuzo ya mwanamke kinara mwaka mmoja, tulifanya ilikuwa tukio kubwa sana, lakini nini kilitokea? Kuna mwanamke alipata tuzo. Alipopata tuzo, bahati mbaya au nzuri, kumbe kulikuwa na mwanamke mwingine ambaye anatoka naye sehemu moja na alikuwa anatamania sana na yeye awe sehemu ya wale ambao wameingia kwenye kinyang'anyiro.
Kwa hiyo alimwandikia mwenzie ripoti mbaya, kwa sababu anatoka kwenye taasisi. Alimwandikia mwenzie ripoti mbaya, na ile ripoti ikafika hadi makao makuu, yani ikafika makao makuu ya taasisi ambayo anafanyia kazi. Kafika makao makuu kilichotokea, wakaanza communicate na sisi kirafiki kabisa. Nyie ndio waandaji wa tuzo ya mwanamke kinara. Kwa sababu ilikuwa imekuwa kubwa, tukawa tuna furaha sana kwamba imekuwa kubwa sana, inawezekana sasa zile ni sehemu ya feedback. Tunatamania kuja kuwatembelea, karibuni, ofisi zenu ziko wapi, tukawaelekeza tayari. Basi tukakubaliana kwamba wanakuja. Kweli wakaja siku isiyo na jina tena, bila kutuambia. Wanafika wakatuambia sisi tumefika, tuko ofisini kwenu. Sawa, na sisi tunakaribia hapo ofisini. Tukafika ofisini. Kufika ofisini wakatuambia mnaandaje tuzo, tukawaambia mchakato wote. Nani anawalipia kumbi, tukawaambia. Chakula sijui nini, tukawaelezea mchakato wote wa tuzo inavyokuwa. Sasa matokeo kama mna document ya hivyo vitu mnavyofanya, akasema yes, hata document za malipo huwa tunazo sisi wenyewe. Sawa, tupeni basi hizo document za malipo tuone, je hao watu tunaweza kwenda kuwaona. Tukamwambia hakuna shida, lakini kuna changamoto gani? Akasema na nominees wanapatikanaje? Kila huwa watu wakipendekezwa majina huwa yanawekwa. Kwa mfano mwaka huu tumepata watu 672, majina yanawekwa yote. Kwa hiyo nominees wako hivi na criteria zao ni hizi, timu ya majaji ni hawa na sifa zao majaji ni hizi, hichi kina add value, hichi add value, hichi kiko hivi. Kwa mwisho wa siku tukafunguka kwa document sasa. Baada ya kufunguka kwa document sasa, kwamba hata sisi wenyewe waandaaji tunamkuta mshindi siku ya mwisho, ndo tunamjua mshindi, hatumjui kabla, kwa sababu timu ya majaji mwishoni wao ndo wenye maamuzi ya mwisho. Atambia mbona hii kitu sisi tulivyoelezewa sio? Kwa vipi bwana, tunaambiwa kuna fulani mlimpa tuzo, yeye ndo aliandaa kila kitu, alilipia kila kitu, na mwisho wa siku ndo maana yeye akapewa tuzo, na ndo maana yeye akawa kama ndo anayeonekana sana na kila kitu. Kaambia hapana, malipo yetu sisi tumelipa kwa utaratibu huu, na kama kuna mtu uko nje amewahi kutupa sisi pesa basi angeweza kusema. Kwa hiyo changamoto kubwa ni kwamba ile kitu ilikuwa inaenda kumpotezea mtu ajira yake, yani kabisa. Kwa hiyo sisi kwa weledi ambao tuliufanya, ulifanya aonekane kwamba kumbe kuna hila sehemu inataka kufanyika. Na ile changamoto ikatufundisha nini? Ikatufundisha kuendelea kusimama kwenye misimamo iliyo sahihi. Ndio maana tunaenda mwaka wa 6 wa tuzo bila kuchafuka. Bila kuchafuka kwa maana ipi? Bila kusikia kuna kinara alitoa pesa au kuna kinara alitoa zawadi ili apewe nini? Apewe tuzo. Na hili limekuwa fundisho kubwa sana. Tuzo nyingi zinaanza na zinakufa. Lakini kwa nini? Kwa sababu tuzo zinakuwa zinaleta tamaa nyingi. Kuna mtu hapendi ushindani. Anapotajwa anataka yeye ndo awe mshindi. Yani haamini kwamba kuna wenzie wanafanya vizuri. Lakini kingine, mimi kama mwanamke, japo ni mratibu na kuna waratibu wengine, changamoto ni kwamba ukiwa na marafiki wanaamini kwamba wewe ni rafiki yao, basi wana deserve kupata tuzo. Hiyo ni changamoto. Nimepoteza marafiki wengi pia kupitia tuzo, na nimeongeza marafiki wengi kupitia uandaaji wa tuzo na makongamano ya wanawake. Kwa hiyo mambo mengi yanatokea nyuma ya pazia la uandaaji wa makongamano na tuzo za wanawake. Kwangu mimi naweza nikasema kwa miaka 15 ambayo nimekuwa katika harakati za utetezi wa haki ya mwanamke na mtoto wa kike na makongamano na tuzo mbalimbali zinazohusu wanawake na wasichana, ninaweza kusema kuna mafanikio makubwa. Kwanza, mafanikio makubwa, mimi kipindi ambacho ninaanza tulikuwa tunasema kuna kitu kinaitwa like to see ama love to see, yani kile kitu unachokitamania kukiona. Sasa hivi tunaona wanawake wengi wakichukua hatamu, wakijiingiza katika masuala mbalimbali ya uchumi, masuala mbalimbali ya kujikwamua wao kama wao na kujisimamia. Uelewa wa wanawake juu ya ndoto zao umekuwa mkubwa. Kuthubutu kumeongezeka kwa wanawake na uoga umepungua kwa asilimia kubwa sana. Kwangu mimi naona haya ni mafanikio kwa mtu ambaye anafanya kitu kwa passion. Lakini mafanikio mengine ni
ninaweza kusema nimeongeza namba ya watu sahihi katika duara langu la mawasiliano. Nina watu wengi sana ambao ni watu sahihi, ambao kuna namna wananisaidia kufikisha ndoto zangu nyingine nyingi nje ya hizi za kutetea haki za wanawake. Hata biashara ninazozifanya zinafanikiwa kwa sababu nyuma yangu kuna wanawake ambao wanaona vitu sahihi ninavyofanya kwenye kuwagusa wao kama wanawake. Kwa hiyo nikisema mafanikio kwa maana in terms of kile kitu ambacho sio pesa, nitasema nimebadili fikra za watu wengi, nimeweza kuwashika mikono watu wengi, na nimeweza kuzalisha kina dida wengine wengi sana ambao leo hii mimi najifurahia. Hata ningekuwa ninaanguka na lala mauti, nasema sijaacha kaburi, nimeacha kumbukumbu ambayo itaishi kwa wanawake wengine, hata kwa vizazi ambavyo vinakuja. Na hiyo ndo naamini kusudi la uwepo wangu, vingine ni nyongeza tu katika maisha ya kawaida. Yes. Nataka niongee na huyu mwanamke ananisikia na binti ambaye ananisikia sasa. Tunaelekea kwenye siku ya mwanamke duniani tarehe 8 ya mwezi wa 3 2026. Lakini kauli mbiu ya mwaka huu inasema haki na usawa kwa wanawake na wasichana, msingi jumuishi ya dira 2050. Akati unasema hivi, mimi lengo langu moja tu na kauli yangu moja tu kwa wanawake. Wewe mwanamke, wewe msichana ambaye unanisikiliza ama kuniangalia sasa, kila mja amejaliwa kusudi lake. Kuna kusudi la uumbwaji wako hapa duniani. Hembu msikilize huyo msichana aliye ndani yako, msikilize huyo mwanamke aliye ndani yako. Lakini kubwa, anza kuthubutu sasa, anza kutenda sasa. Una ndoto, ifikie ile ndoto. Lakini kama unahisi ndoto yako ni ngumu kufikia ukiwa wewe peke yako, kuna watu wanaitwa destiny helper, watu wakukusaidia kuvuka kwenye daraja na wewe ukafikia kwenye maendeleo yako. Usikae ndani, usijifungie ndani, jichanganye na wanawake wengine, na hakika ubongo wako utafunguka na utaweza kufanya mambo ya maana na utachangia katika msingi wa dira ya 2050.